Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi hiki, tutajifunza namna ya upandaji wa mbegu za korosho kwenye viriba na ubebeshaji wa miche ya mikorosho. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI katika kituo cha Naliendele. Moja ya majukumu ya TARI kituo cha Naliendele ni kufanya utafiti endelevu wa mbegu bora ya zao la korosho kwa lengo la kumnufaisha mkulima pamoja na kukuza uchumi wa taifa kwa ujumla. Mbegu hizi humfikia mkulima kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni mkulima kupokea mbegu zenyewe ambazo atazipanda moja kwa moja shambani kwake, na njia ya pili ni kumpelekea mkulima miche ya mkorosho ambayo imeoteshwa katika vitalu au vituo vya TARI Naliendele ambavyo vimepewa jukumu la kuzalisha mbegu zinazosambazwa maeneo mbalimbali yaliyo karibu na wakulima wa zao la korosho. Shughuli ya uandaji wa miche ya mikorosho kwenye kitalu hufanyika baada ya ugunduzi wa mbegu bora inayofaa kumfikia mkulima kulingana na eneo alipo pamoja na hali ya hewa inayokubali mbegu hiyo. Kwa hiyo baada ya kugundua, saizi tuko kwenye kitengo cha uzalishaji. Kwa hiyo ili hizo mbegu ziende kwa wakulima, kuna njia mbili kuu unaweza ukapeleka mbegu kwa wakulima. Unaweza ukapeleka mbegu kama mbegu, lakini unaweza ukapeleka mbegu kwa njia ya mche. Kwa hiyo hapa tunachozungumzia tunapeleka mbegu kwa njia ya mche. Kwa hiyo maandalizi ya kupata huo mche, kwa hiyo cha kwanza lazima uandae udongo. Na udongo unaotakiwa ni ule udongo wa msituni ambao wenye mbolea. Kwa hiyo kuna virutubisho ambavyo unatakiwa uvitumie kurutubisha huo udongo. Kama utatumia mbolea za samadi, uwiano inakuwa ni 1:1 kwa kifaa chochote utakacho kitumia. Kama utatumia mbolea za viwandani, unaweza ukatumia DAP au ukatumia NPK. Uwiano ni spread 1 kwa gramu 5 ya mbolea hiyo DAP au NPK. Kwa hiyo gramu 5 tumepima kwenye electronic balance, lakini kwa mkulima kumwambia awe na ile kupima kila muda itakuwa ni usumbufu. Kwa hiyo gramu 5 kwenye hichi kisoda. Ukishajaza hii mbolea ya aina ya DAP au NPK, ukishajaza hii ni gramu 5. Kwa hiyo kinachofanyika, udongo wako ni huu umeshaukusanya ambao ni wa kichanga korosho ambao amini inastawi kwenye korosho udongo wa kichanga. Kwa hiyo udongo umegawanyika kwenye makundi matatu. Kuna udongo wa kichanga, mfinyanzi na ule udongo husika. Kwa hiyo huu tayari ni wa kichanga. Kwa hiyo ukiwa kwenye udongo wa mfinyanzi, ratio itakuwa ni 2:1. Kama udongo wa kichanga ni 1:1. Kama ni mchanga, ratio ni 1:1. Kwa maana utatafuta udongo husika, ule mchanga utauacha. Kwa hiyo huu tayari ni udongo ambao unaofaa kwa kupandia korosho. Kwa hiyo utaweka spread yako 1, utachukua gramu 5 ya samadi ya DAP utaweka. Kwa hiyo utafanya hilo zoezi mpaka udongo ambao unaona unaweza kuutumia kwa siku hiyo. Mshachanganya tayari, kipindi unachofanya hiyo kazi inawezekana sio masika, ni kiangazi, udongo unaweza ukawa mkavu. Kwa hiyo hatua inayofuata utaunyunyizia maji kidogo ili uwe na unyevu.
Kisha changanyika vizuri, hautakiwi ulowane sana, kwamba ukiutengeneza kama mpira ukaweza kutengenezeka, unatakiwa uwe unamwagika. Hatua inayofuata ni ujazaji wa hivyo viriba. Hichi kiriba kina urefu wa sentimita 20. Kwa hiyo utakunja robo ya hichi kiriba. Chini lazima usindie kitako kwa nguvu kwa sababu hichi kiriba kiko wazi. Umeshajaza kiriba vyako tayari. Hatua inayofuata ni kupeleka kwenye kitalu nyumba. Baada ya kujaza tayari, kiriba unatakiwa umwagilie maji siku moja kabla ya kupanda. Nakuja kwenye hatua ya upandaji. Mbegu ziko za aina mbili. Zipo za msimu huu husika na msimu uliopita. Kwa hiyo kama ni za msimu uliopita, nashauri uzinyweshe maji kwa masaa 24, na zile za msimu huu nashauri uzinyweshe maji kwa masaa 12, pasipo kubadilisha maji kama mbegu za miti mingine. Kwa zile za msimu uliopita zitachukua siku 14 mpaka 21 kuja kuota, na za msimu huu zitachukua siku 7 mpaka siku 14 zitakuja kuota. Kwa hiyo na mbegu kwa kawaida huwa inakaa hivi kwenye mti, ile tunda linakuwa huku juu. Kwa hiyo na upandaji unakuja unaipanda vile vile. Kwa hiyo utakuja utazamisha urefu wa sentimita 2.5 na sio zaidi. Badala ya kupanda mbegu zetu kwenye viriba, tumeshavileta kwenye kitalu nyumba na kuja kupanga. Ila kwenye upangaji ni lazima upange kwa makundi ambayo yanahesabika. Kwa hiyo tunashauri kupangaji inatakiwa kila kundi na kundi lingine kuwe na umbali wa sentimita 50. Na kutoka bloku nyingine kwenda bloku nyingine, hapa katikati lazima kuwe na barabara ya sentimita 100, kwa maana mita 1. Kwa hiyo tumeshapanga na tumeshapanda mbegu zetu. Hatua inayofuata ni ufunikaji wa hizo mbegu wa kutumia nyasi kavu na sio nyasi mbichi, kwa sababu ukiweka mbichi zenyewe utaumwagilia zitaota. Kwa hiyo tunashauri kuweka matandazo ya nyasi kavu kuzuia unyevu usipotee na kuongeza joto kwenye hii mifuko.
tumesha funika nyasi zetu. Tutakuwa na huduma ya umwagiliaji wa maji kwa kila siku, mara 2 kwa siku, kulingana na hali ya hewa siku husika. Na kama muda utakuwa umebana, ni vyema kumwagia mara 1 kwa siku, lakini vizuri kumwagia saa za jioni, kwa sababu masaa mengi yatakuwa na ubaridi, kuliko ukimwagilia mchana, jua linakuwa kali na maji mengi yatapotelea hewani. Mtazamaji, kama nilivyoeleza hapo awali, unaweza kuanzisha shamba la mikorosho kwa kupanda mbegu au kupanda miche ambayo ilioteshwa katika kitalu cha tari na lendele. Lakini katika kukuza na kuongeza uzalishaji wa zao la korosho, unaweza kubebesha miche ambayo umeotesha na ina umri wa mwezi mmoja. Zoezi la kubebesha hufanyika kwa kuchukua vikonyo kutoka kwenye tawi la mkorosho ambao unazaa kwa wingi na kubebesha mche wako ambao una umri wa mwezi mmoja toka kupandwa. Badala ya kupanda mbegu, ndani ya mwezi mmoja miche yako inakuwa iko tayari kwa kubebesha. Kama unataka kupanda moja kwa moja shambani bila kubebesha, inakuwa iko tayari ndani ya mwezi mmoja kwenda kupanda shambani. Na kama unataka kufanya zoezi la ubebeshaji, inakuwa uko tayari huo mche ndani ya mwezi mmoja kufanya zoezi la ubebeshaji. Kwa hiyo vifaa vinavyotakiwa kuwa navyo kabla ya kuanza hilo zoezi la ubebeshaji, lazima uwe na miti mikubwa ambayo yenye sifa wadau ambazo wanazozihitaji, kama vile uvumilivu wa magonjwa, uvumilivu wa ukame, uzaaji na korosho zenye tija na zinazokidhi viwango kwenye soko. Ukisha kuwa na huo mti tayari, vishina tunavyo, hatua inayofuata ni hizi karatasi nyeupe za plastiki ambayo zenyewe zinazofungiwa skilimu, ubuyu au maji, zinakuja kwenye lori. Lakini zipo karatasi special ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kufanyia huo ubebeshaji, ambazo zinaitwa parafilimu, lakini zina gharama kubwa. Lakini hizi zina gharama ndogo. Kwa hiyo tafiti tunazofanya, nafanya gharama kutafiti kumsaidia kupunguza gharama mkulima. Kwa hiyo kwenye hizi karatasi tunakata kipande cha kwanza kinakuwa na urefu wa sentimita 45 na upana wa sentimita 5. Kipande cha pili tunakata urefu wa sentimita 30 na upana wa sentimita 5. Baada ya hapo, hatua inayofuata uvunaji wa vitawi. Lakini inawezekana unakuvuna vitawi ni mbali na huko unakoenda kufanya kazi ya ubebeshaji. Kwa hiyo hili cool box inaonekana hapa mbele ni kwa ajili ya kuhifadhia hayo matawi ukiyatoa shambani na kuleta kwenye kitalu, au kwenda kufanya ubebeshaji wa miti mikubwa ambayo imepandwa shambani au miti mikubwa iliyokatwa ambayo ilikuwa ileti tija kwa wakulima. Kwa hiyo utaweza kuhifadhi kwenye cool box kama hii, au unaweza ukahifadhi kwenye gazeti lenye unyevu, au unaweza ukahifadhi kwenye kipande cha gunia, au unaweza ukahifadhi kwenye nyasi kavu ambazo mkulima anaweza akazitumia pasipo kutumia gharama yoyote. Kwa hiyo vitu vyote vimeshakamilika. Hatua inayofuata ni ile ya ubebeshaji. Kwa hiyo matawi tunayozungumzia ni haya. Matawi yanatakiwa lazima yawe yamekomaa, yawe na rangi ya kahawia kama yanavyoonekana. Kwa hiyo zoezi linaanza la ubebeshaji. Kwa hiyo lazima uwe na kisu kikali, uwe na hizo karatasi nyeupe, uwe na kisu. Kwa hiyo kuna kisu maalum kama hichi kinachoonekana, kinatumika kwa ajili ya ubebeshaji, na kuna kisu tena maalum kwa ajili ya ubebeshaji kama hichi. Kwa hiyo vyote vinaweza vikatumika kwenye namna ya kufanya hilo zoezi la ubebeshaji. Kwa hiyo tutaanza na visu vyote vile, lakini tutaenda na kimoja kimoja. Utakuja utachana hapo.
Mwingine. Anza hapo na siku utajifunza na nini? Kwa watu wanachukua wale. Lipi? Unaweza kulitoa. Kwa hiyo nimefunga ile karatasi ya kwanza ni sentimita 30, unakuja kufunga karatasi ya pili ya sentimita 45. Kuja kutumia kisu cha kawaida ambayo wengi wanakitumia. Nakata sehemu ya juu na majani mawili, utachana urefu wa sentimita 2.5. Unakuja unachonga kitawi chako pande mbili misili ya kabali au shoka. Unakuja kupachika, lazima zilingane kati ya nyama za kishina na kitawi. Unachukua ile karatasi ya sentimita 30 urefu na upana wa sentimita 2.5. Umeshamaliza. Unakuja karatasi ya pili yenye urefu wa sentimita 45 na upana wa sentimita 5. Hii lazima ufunge kwa nguvu, si kwamba hata ukinyanyua iachie, ila hii inakuwa inalegea, hauibani sana, lakini unahakikisha unapofunika hamna sehemu ambayo inaingiza hewa wala kutoa hewa. Hapa juu lazima uache nafasi kidogo ili itapokuja kuchipua. Kwa hiyo hii itachukua ndani ya siku 21 inakuwa iko tayari imeshachipua. Kwa hiyo baada ya hapo unaihamishia kwenye kitalu na huduma zingine zitakuwa zinaendelea, kumwagilia kama vile maji kwa kila siku na kudhibiti visumbufu vya magonjwa na madudu kama vitakuwepo, lenyewe inaendelea. Kilimo cha zao la korosho kama ilivyo kwa mazao mengine, suala la utambuzi wa ardhi ipi inafaa kwa zao la korosho ama zao lingine ni muhimu. Abdalla Makale ni mtafiti wa kilimo TARI Naliendele. Anafafanua njia za kutambua aina ya udongo unaofaa kwa zao la korosho ama zao gani linafaa kwenye udongo uliopo shambani kwako. Nataka nitoe ufafanuzi kidogo kwa wakulima na wadau wa kilimo juu ya namna sahihi katika kuchagua shamba la kulima, lakini pia zao gani alime, lakini pia atoe huduma gani katika zao hilo kutegemea na aina ya udongo unaopatikana kwenye shamba lake. Kwanza tunamshauri mkulima kuchagua eneo ambapo ana uwezo wa kufika kiurahisi, lakini la pili anatakiwa achague sehemu ambapo udongo wake unafaa kwa zao alilolitarajia kulilima, au la awe tayari kutoa huduma zile zinazohitajika kwa zao ambalo amelichagua. Katika kuchagua udongo au katika kuchagua eneo, jambo la muhimu sana ni kuangalia udongo wa eneo lile ukoje. Kwa mfano, kama mkulima anataka kulima zao la korosho, basi anatakiwa kuhakikisha kwenye eneo lake udongo wake una kina kirefu, yani sehemu ambapo hapana mawe ambayo yanaonekana, au akichimba chini hata kwa muonekano tu, kwa hata miti iliyopo pale inaonekana imedumaa. Mara nyingi sehemu ambapo kuna mawe au mwamba jirani, miti inakuwa imedumaa. Pia mkulima tunamshauri achanganye mazao mengine, kwa sababu korosho ni zao la kudumu. Sasa hapo pia ni muhimu pia kuangalia ubora wa udongo ule kwa ujumla wake, ukiwa unazingatia hata mazao mengine. Hapa nimeweka udongo, na hii itamsaidia mkulima kutambua udongo ule au shamba lake lina udongo wa aina gani. Kwa mfano,
Mkulima akitaka kutambua kama udongo wa shamba lile ni wa aina gani? Udongo upo wa aina tatu. Kuna mfinyanzi, kuna tifutifu na hiyo tunaita mchanga. Mkulima anataka kuchukua maji kama hivi akiwa shambani, anachukua udongo wake kama hivi, akiuwekea maji ule udongo. Maana anauchukua ule udongo anautifua, anaufinyanga namna hii, anauwekea maji kidogo hivi. Ukiwekea maji unaona kabisa udongo unaomwagikana moja kwa moja. Udongo huo una mchanga mwingi zaidi kuliko mfinyanzi na hii aina nyingine tunaita tifutifu au silti. Udongo wa namna hii anatakiwa kuwa makini kutagua aina gani ya zao achanganye kwenye shamba hilo ambalo anataka kulima korosho. Sasa tumeshaona kwamba sawa, hili shamba linafaa kwa korosho kwa sababu masheti ya korosho sio makubwa, kuwe tu na udongo wenye kina kirefu. Unaweza hata ukiwa na mchanga sawa, lakini angalau kuwe na mbolea ni vizuri zaidi. Lakini hata kusipo na mbolea sio mbaya. Kwa mfano huku Mtwara sehemu nyingi kuna mchanga. Lakini sasa nataka kuchanganya mazao mengine. Udongo wa namna hii ni mchanga. Udongo wa mchanga namna hii, mazao kama mahindi hapa hayawezi kufanya vizuri sana. Na kama atasema apande mahindi, atalazimika kutoa huduma nyingi ikiwemo kutumia mbolea kwa ufasaha. Lakini pia unaweza ukachukua huo udongo ukawekea maji au kawa haubomoki. Unatengeneza kimviringo kama kidole unatengenezeka. Unashika kile kimviringo haukatika kama unavyokatika huu. Basi udongo huu maana yake una kiasi fulani cha mfinyanzi. Unaweza ukalima mahindi, unaweza ukalima mazao mengine ya nafaka. Lakini sasa kama udongo ule umeonekana haufai kwa mahindi, tunamshauri basi alime mazao jamii ya mikunde, yale ambayo yana uwezo wa kuendelea kurutubisha ule udongo. Kwa mfano anaweza kulima choroko, kunde na mazao mengine kama hayo. Wakati mwingine mkulima anavyoenda shambani anakutana na udongo mwekundu kama hivi. Udongo wa namna hii unapatikana na Chingwea, na hii sampuli tumeichukua na Chingwea. Udongo wa namna hii maana yake unapokuwa mwekundu, udongo huu una virutubisho vya aina ya iron kwa wingi. Na udongo wa namna hii ukiutazama hata ukiweka maji unaashiria kushikana. Ina maana kuna mfinyanzi kwa mbali kiasi chake, ila haijazidi tifutifu au haijazidi mchanga. Wakati mwingine sasa udongo wa namna hii mkulima kwanza anatakiwa kuwa makini na muda mwafaka wa kupanda mazao yake, kwa sababu udongo huu usipopata maji kidogo unakuwa mgumu. Yaani ukimwekea ujua kidogo tu unakuwa mgumu. Kwa hiyo wakati mwingine kama hajatambua hali ya hewa, na ndio maana tunamshauri mkulima pia afuatilie taarifa za hali ya hewa. Akichelewa kupanda au tuseme akiwahi sana kupanda, yani kwa ufupi tu akipanda kipindi ambacho mvua hamna, basi mazao ya mle shambani hayatafanya vizuri kwa sababu udongo utakuwa mgumu, ukuaji wa mazao utakuwa ni changamoto. Kwa ufupi udongo wa namna hiyo inabidi awe makini sana na wakati mwafaka wa kupanda. Kuna udongo wa namna hii, udongo huu ni mweusi. Mkulima anayeona udongo wa namna hii, mazao mengi sana hapa yanakubali, yakiwemo mahindi na nafaka za aina nyingi. Udongo wa namna hii unapatikana, unafaa. Udongo wa mtindo huu unakuwa na rutuba nyingi. Hapa kuna mbolea ambazo zinapatikana kwa wakulima, nyingi tu zipo hapa. Kuna urea, kuna mopo hapa, lakini kuna dapu, lakini hapa hii ni chokaa. Mbolea hizi sio kila mbolea utaitumia popote au wakati wowote. Zinatumika mbolea hizi kwa sababu maalum au kwa wakati maalum. Kwa mfano, shamba lako umeshachukua sampuli umepeleka maabara. Na hiyo tunamshauri mkulima afanye hivyo. Akakutana na shamba lake, yani kwenye ile sampuli ya udongo ina tindikali kubwa. Yani pH yake ipo chini ya 4.5 kwa mfano. Au chini ya 5 kwa mfano. Udongo huo ina maana una tindikali sana. Udongo wa namna ile kuna mbolea inabidi awe nayo makini kutumia. Mbolea hii ya urea awe nayo makini kuitumia. Kwa sababu ndani ya mbolea hii kuna amonia. Ile amonia inaenda kupelekea pH kushuka zaidi. Kwa hiyo pH ikishuka zaidi maana tindikali inakuja juu. Hii inaleta athari kwa mazao mengi ikiwemo korosho na mazao mengine hata haya ya nafaka. Kwa hiyo tindikali ni kitu cha msingi kujua kwamba udongo una tindikali kiasi gani na atumie mbolea ipi. Haya, amepima tindikali imekuwa 7.5 na anataka kulima mazao kama ilivyo mahindi na nini. Hii ni mbolea sahihi sana kutumia.
urea, SA anaweza akatumia angalau tindikali sio, kwa sababu mazao haya mahindi kama ilivyo mahindi na nafaka nyingi hazitaki tindikali iliyozidi 7.5. Na kwa kufanya hivyo kwa ujumla wake, tunamshauri sana mkulima katika kuchagua eneo aangalie sifa za udongo wake, na tunamshauri mkulima kuchukua sampuli ya udongo kupeleka maabara kujua virutubisho vilivyopo kwenye udongo ule. Virutubisho ni muhimu, kwa mfano potassium, calcium, nitrogen, chokaa. Hii chokaa inatumika kufanya tindikali kama iko chini sana, basi tindikali ile kuipandisha. Mkulima anatakiwa kujua kwamba chokaa ni muhimu, na ajue, akishajua udongo wake una tindikali kiasi gani, chokaa ni muhimu kutumia. Kwa mfano tindikali kama ipo chini ya 4.5, tunamshauri mkulima atumie hii tindikali, hasa kama anataka kupanda mazao yale ambayo hayataki tindikali kali. Mtazamaji, elimu hii unayoipata kupitia kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu pia hutolewa kwa wakulima mbalimbali pamoja na wanafunzi wa chuo cha kilimo kwa lengo la kufikisha teknolojia hii kwa wakulima wengi zaidi. Katika kipindi hiki wanachuo wa chuo cha kilimo MATI Mtwara wanafundishwa kilimo bora cha zao la korosho pamoja na matunda. Tuna uhakika kabisa kwamba elimu itaweza kuwafikia walengwa wetu ambao ni wadau wetu wakulima, kwa maana kwamba walipoona umuhimu wa kuja kusomea elimu wakaamua kuja kusomea kilimo. Sasa wamemaliza, wanaenda kumaliza, kwa hiyo wataajiriwa na wataenda kuhakikisha kwamba ile elimu wanawapa walengwa wao ambao ni wakulima tunaowatarajia sisi. Tumekuwa tuna matunda mengi na mazuri kila mwaka, kwa sababu hiki chuo ni cha muda mrefu. Kimekuwa kila mwaka wakileta wanafunzi wapya lazima wapitie hapa kujifunza, na wanajifunza, wanapata hii elimu, na tunawaona kwenye vyombo vya habari wakijitangaza kwamba hii elimu wameipata na liendele, na wanaifanyia kazi inavyotakiwa sana sana kwa wakulima. Kwa hiyo tunajivunia kwamba kweli elimu tunayoitoa inawafikia wakulima, na tunaona vijana wetu wakitoka hapa wanapata ajira, kwa maana wamefanya vizuri. Wangekuwa hawajafanya vizuri wasingeweza kupata ajira. Utoaji wa elimu hii kwa wanachuo ni fursa kwao pindi watakapokuwa katika shughuli zao za kilimo pamoja na kuwatumikia wakulima kama wanavyoeleza. Tumewaleta ili waweze kujifunza kwa vitendo jinsi gani hatua kwa hatua korosho zinavyozalishwa kuanzia daraja la kwanza chini hadi zinapofikia kwa mlaji wa mwisho, na bidhaa mbalimbali ambazo zinatokana na korosho. Kwa mfano siagi, tumeona kuna mabibo, kuna juisi na vitu vingine ambavyo vinazalishwa kutokana na korosho, unga na vitu vingine mbalimbali ambavyo kama yeye akipata hii elimu inamsaidia baadaye, hapo ataenda kujua kwamba sio tu korosho inaliwa, ila naweza nikaitumia kupata kujiongezea thamani na kujiongezea kipato chake, au enda kuwafundisha wakulima katika teknolojia hizi mbalimbali. Pia tumewaleta katika maeneo ya horticulture, ambapo dhumuni kuu kwa wakulima wengi huku kusini, dhumuni huwa wanadili sana sana na haya mazao ya msimu, kwa mfano korosho na ufuta. Sasa tumewaleta pia katika horticulture ili waweze kujifunza kwamba ukiwa unasubiria ule msimu kuna mazao mengine mbalimbali ambao unaweza ukashiriki ukafanya akakuongezea kipato kuliko kusubiria muda mrefu. Leo katika taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Naliendele nimeweza kujifunza kuhusu agronomia ya korosho, katika upande wa ni namna gani tutaweza kuuza korosho, ni namna gani tutapata korosho bora. Kutokana na elimu hiyo, natumaini nitakuwa mjumbe mzuri kwa wakulima huko nchini kwetu, sio tu kwa upande wa Mtwara, pia katika pande nyingine za mfano Dodoma, mfano Morogoro. Nitaweza kuwa mjumbe mzuri kutokana na elimu ambayo nimepata leo TARI Naliendele. Moja ya fursa tulizozipata ambazo tutaondoka nazo ni juu ya fursa ya kujiajiri. Tajiajiri katika uzalishaji wa mbegu bora ambazo zitakuwa zina uwezo wa kupambana na magonjwa pamoja na wadudu. Pia nitaweza kuwachagiza watu wengi ambao wataweza kuzalisha migomba
ambayo itatoa mavuno mengi, ambayo itakuwa ni moja ya kuongeza tija katika kilimo cha horticulture au bustani kwa taifa letu la Tanzania. Mtazamaji, TARI kituo cha Naliendele inatoa mafunzo haya ili kusaidia kukuza sekta ya kilimo kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi pamoja na wakulima wenyewe. Vijana hawa wamekuja takriban vijana 100 ambao wameweza kujifunza kuhusu namna bora ya uzalishaji wa zao la korosho. Kwa hiyo walikuwa na wataalamu ambao wamewapitisha kwenye swala la mbegu bora za korosho, swala la agronomia ya korosho, lakini pia namna ya kudhibiti visumbufu vya zao la korosho, hasa tukizingatia kwamba tuna lengo la kuongeza uzalishaji wa korosho. Kwa hiyo imekuwa nafasi mwafaka kabisa kwa wao, kwa kuwa ni mwaka wa mwisho wa masomo yao, kupata mafunzo haya ambayo yatawasaidia uraiani watakapokwenda kwa ajili ya kujitegemea. Hadi hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.